Habari za saa huu, karibu tena Efata Talk. Siku na saa nyingine tunapata nafasi ya kujifunza masuala mbalimbali yanayohusiana na maendeleo binafsi kwa ajili ya personal development kama ambavyo siku zote tunaendelea kusema. Lakini siku ya leo ningependa kuwa na mfano mdogo ambao labda ungetuongoza kwenye somo letu la leo. Umewahi nini kingetokea kama ungekuwa na kikombe cha chai na ukatoka kwenda uani, wakati umetoka kuna mtu akaweka sukari kwenye kikombe chako cha chai na kuikologa, then ungekunywa, nini kingetokea? Utagundua kuwa hakuna shida yoyote kwa sababu ameweka sukari ambayo ni kitu cha kawaida kabisa kwa matumizi ya mwanadamu. Lakini vipi kama ingetokea umetoka na umeacha kikombe cha chai na akaja mtu akafanikiwa kuweka sumu kwenye kikombe chako cha chai? Nadhani ungekunywa, jibu linaeleweka kwamba ungepoteza maisha au ungekuwa kwenye hali mbaya mara baada ya kutumia hiyo sumu. Ungepata madhara makubwa ya hiyo sumu. Basi vivyo hivyo tujiulize hili swali. Nini kitatokea kama rafiki yako, adui yako mkubwa, nianze na adui yako mkubwa kabisa, akapata wasaa wakati wewe umetoka, akachukua kikombe cha chai ulichokuwa umekiacha, akaweka sukari, kijiko kimoja cha sukari kwenye kikombe cha chai? Nini kingetokea? Kumbe utagundua kwamba licha ya uadui mkubwa mlionao, bado utakapokunywa hiyo chai utakuwa salama, kwa sababu utakuwa umekunywa chai ya kawaida ambayo imewekwa sukari. Lakini vipi kama rafiki yako mkubwa, wakati wewe umetoka, akaja akaweka kijiko cha sumu kwenye chai yako, na wewe ukaja ukanywa kwa sababu umeikuta pale na ilikuwa na rafiki yako, kwa ilikuwa salama, unaamini kwa salama, kwa umekunywa ile sumu? Nini kitatokea? Either uwe katika hali mbaya sana na uweze kuwa na bahati kupona, au la upoteze maisha. Sasa nini tunajifunza kutoka kwenye hili? Kumbe licha ya ni nani aliyeweka kwenye kikombe chako cha chai kitu, bado madhara au faida zitabaki pale pale. Licha ya kwamba aliyeweka sukari ni adui yako, utakuwa salama. Lakini licha ya kwamba aliyeweka sumu ni rafiki yako kipenzi, unaweza ukawa kwenye hali mbaya au ukapoteza maisha. Nini tunajifunza? Kuna nyakati na saa ambazo tunawaachia maamuzi yetu marafiki zetu vipenzi. Kuna watu ambao tunawaamini kwenye maisha katika kiwango ambacho tunawaachia nafasi ya kufanya maamuzi juu ya maisha yetu. Yaani kila anachokushauri unakichukua kama kilivyo, bila wewe kuweka hata punje ya akili yako au uelewa wako au uchambuzi wako, unakwenda kukifanya kama kilivyo. Kumbe kuna wakati ambao rafiki yako kipenzi anaweza kuweka sumu na mwisho wa siku ikakugharimu maisha. Kwa kila jambo ambalo tunataka kulifanya au tunataka kufanya maamuzi, bila kujalisha ni nani aliyekushauri, litafakari mara 2 mara 3 kabla hujachukua hatua, kwa sababu kuna nyakati ambapo marafiki zetu wanaweza wakagharimu maisha yetu. Asante, karibu sana Efata Talk. Hakika kesho nzuri itakuja kwa wale wote ambao watakuwa makini na kila jambo ambalo wanawekewa kabla ya kufanyia maamuzi.